Mheshimiwa mwenyeji wetu mkuu wa mkoa wa Tanga, Mheshimiwa Batilda Buriani, waheshimiwa wakuu wa mikoa wengine ambao mlipita Tanga lakini mko mikoa mingine ambao wamekuja kuunga mkono kwenye ziara hii, natambua uwepo wenu. Waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri, waheshimiwa makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu, na ujumbe wote niliofuatana nao, kinitambue uwepo wa Mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, lakini kabla yake ni uongozi wa Chama cha Mapinduzi Taifa kiongozwa na katibu wa siasa, itikadi na mafunzo, ndugu yetu Amos Makala, na wote waliotoka secretariat na uongozi wa jumuiya za Chama cha Mapinduzi. Tambue uongozi au uwepo wa Mheshimiwa Rajabu Abdurrahman Abdallah, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Tanga, uongozi wa wilaya na viongozi wote wa vyama vya siasa waliopo hapa nasi. Lakini pia nitambue uwepo wa katibu tawala wa mkoa na kamati ya ulinzi na usalama mkoa. Tambue pia uwepo wa waheshimiwa wabunge wa mkoa huu wa Tanga kiongozwa na mbunge wa jiji la Tanga, Utanga mjini, mdogo wangu Odo Umi. Umi oye! Nitambue uwepo wa makatibu tawala wa wilaya za Tanga, lakini wenye viti wa halmashauri mkiongozwa na mstahiki meya wa jiji la Tanga Alhaji Abdurrahman Omar Shilo, wakurugenzi wa halmashauri zote 11 za mkoa wa Tanga, wakilishi wetu waheshimiwa, uwepo wa Mheshimiwa Mufti na Shehe Mkuu wa Tanzania, mababa askofu mliopo nasi, wazee wa Tanga, wasanii wetu wa TOT, vikundi vyote vilivyoshiriki ziara hii, vikundi vya burudani kama mlivyoviona, lakini pia nitambue wasoma utenzi ambao wametusomea leo hapa. Ndugu zangu waandishi wa habari ambao wamekuwa nasi siku zote za ziara hii, nataka mumpe salamu Kipanya, mwambie ombi lake la mimi kukutana nanyi limekubaliwa, najipanga tukutane. Lakini pia nitambue uwepo wa wanatanga, makundi mbalimbali, bodaboda, bajaji, makundi ya wanawake na Samia, makundi mbalimbali mliopo hapa. Ndugu wananchi wa Tanga na wananchi wenzangu, Tanga oye! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu wa Tanga, kwanza niungane na wengine walionitangulia kusema kumshukuru Mungu kwa kutujalia leo kuweko hapa Mkwakwani kumaliza shughuli ya ziara yetu. Nimekuwa kwenye mkoa huu kwa ziara ya wiki moja. Ninawashukuru sana wananchi wote wa mkoa wa Tanga kwa mapokezi yenu mazuri katika kipindi chote hiki nilichokuwa nikizunguka ndani ya mkoa huu. Nimepata mapokezi mazuri kila wilaya na kila sehemu niliyopita. Nawashukuru sana. Mlijitokeza kwa wingi sana na kwa bashasha kunilaki na kunisikiliza. Asanteni sana. Nawashukuru pia viongozi wa chama na serikali ngazi ya mkoa na wilaya zote kwa kufanikisha ziara hii ya kihistoria. Leo ndugu zangu, hapa Mkwakwani mmetia fora. Vijana wanasema mmetisha sana. Mmeonesha ukubwa wa jiji la Tanga. Kina mama wa Tanga wameonesha utamaduni wetu na wanavyotunza mila na desturi zetu. Lakini pia kwa hakika wanatanga mmedhihirisha mapenzi, ukarimu na uungwana halisi wa watu wa Tanga. Tanga oye!
Asanteni sana sana. Lakini ninavyozungumza ukarimu wa Tanga, mkoa huu katika ziara hii, kama alivyosema mkuu wa mkoa, mmenipa zawadi nyingi sana sana sana. Nasema Mungu awabariki na asanteni sana. Nazishukuru kamati za ulinzi na usalama za wilaya zote na mkoa wa Tanga, kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa pamoja na askari wetu shupavu waliotuhakikishia usalama katika kipindi chote cha ziara. Pamoja nao na washukuru kwa dhati viongozi wa dini walioendesha sala na dua kutuombea katika ziara hii na kuliombea taifa kwa ujumla. Na washukuru wasanii kwa kutuburudisha kwenye mikutano, madaktari na manesi kwa kutoa huduma ya kwanza pale zilipohitajika, vijana wa skauti kusaidia ulinzi viwanjani, na madereva wetu wote kwa kutuendesha salama tangu mwanzo wa ziara hadi sasa, pamoja na vijana wa hamasa. Hamasa oye! Vijana wa hamasa na makundi mbalimbali kwa kutuchangamsha katika viwanja vyote tulivyokuwa. Ninawashukuru sana waheshimiwa mawaziri, manaibu mawaziri na makatibu wakuu nilioambatana nao kwa kujibu hoja na kutoa ufafanuzi wa kero mbalimbali za wananchi na kwa kueleza mipango mbalimbali ya serikali inayolenga kuimarisha ustawi wa wananchi. Nawapongeza sana, asanteni sana. Ndugu zangu, kwa namna ya pekee tena na vishukuru vyombo vya habari. Vimefanya kazi kubwa, asanteni sana. Kwa kuwa hapa Mkwakwani tunafunga dimba la ziara hii, sasa nigusie masuala yaliyojiri kwenye ziara yangu, masuala yaliyoibuliwa na mbunge wa Tanga mjini, kisha niwashirikishe ndoto yangu kwa mkoa wa Tanga. Lakini kwa upande wa yaliyojiri, yamesemwa vizuri sana. Yamesemwa na waziri anayeshikilia sasa TAMISEMI, ndugu yenu Ndejembi, lakini yamesemwa vizuri na mkuu wa mkoa, yamesemwa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa, yamesemwa kwenye utenzi uliosomwa hapa leo, lakini yamesemwa na Odoumi, mbunge wa Tanga mjini. Yote yaliyojiri yalishasemwa nami sitaki kuyarudia. Sasa ndugu zangu, niende moja kwa moja niseme kwamba pamoja na kwamba masuala yaliyotekelezwa yamesemwa, hata hivyo tulikuta changamoto za hapa na pale, na tulikuta miradi ambayo iko kwenye uendelevu bado haijakamilika. Niwatake maafisa masuuli wanaosimamia miradi hiyo wafuatilie kwa karibu ili ikamilike kama ilivyopangwa. Kwenye ziara yangu pia nilitumia fursa ya ziara hii kuzindua rasmi ugawaji wa majiko na nishati safi ya kupikia. Nimefanya kazi hiyo hapa Tanga kwa niaba ya taifa zima. Tanga imewakilisha taifa zima. Ndugu zangu, kwenye ziara hii yapo yaliyosemwa kwa dhahiri na kutupongeza. Yapo yaliyosemwa na jamii kama utekelezaji wa miradi mbalimbali, yapokea na tunayachukua. Zaidi ya hapo, kama wasemavyo Waswahili, mtembea bure sio sawa na mkaa bure. Nikiwa ziarani hapa, yapo niliyoyaona mwenyewe ambayo hayakuwepo kwenye taarifa za mikoa wala hayakusemwa na wananchi, lakini kama kiongozi nimeyaona na nimeyachukua na nitafanyia kazi. Nimeona mabango mengi ndani ya mkoa wa Tanga
Mabango haya yamepongeza juhudi zilizofanywa na serikali, yameonyesha fedha iliyoletwa ndani ya mkoa na serikali, yameonyesha fedha iliyokusanywa ndani ya mkoa wa Tanga na kuchangia maendeleo kwenye serikali, yameonyesha miradi iliyotekelezwa, lakini mengine yametoa shukurani kwa serikali. Yote nimeyaona. Asanteni sana Wanatanga. Ndugu zangu, nikiangazia niliyoyaona, niliyoambiwa na wananchi na yaliyoko kwenye taarifa rasmi za mkoa, nimebaini masuala makubwa yafuatayo. La kwanza ni swala la miundombinu ya barabara lililojitokeza maeneo mbalimbali. Nafurahi kuwa kwenye ziara hii tuliweza kujibu kiu kuhusu ujenzi wa barabara ya Bagamoyo Pangani Tanga, na leo Odoumi ameisema pia hapa. Barabara hiyo itafungua mkoa wa Tanga kiuchumi, kibiashara na kiuwekezaji. Ni wahakikishie Wanatanga, barabara hii tunakwenda kuijenga yote vizuri na kwa lami. Hata hivyo, bado kuna mahitaji ya barabara nyingine katika wilaya za mkoa huu wa Tanga. Aidha, lipo pendekezo la kupanua barabara ya Segera hadi Tanga. Nataka niwaambie Wanatanga, tayari tumeanza kufanya upembuzi wa kinifu wa barabara hii, na mbele huko tutakwenda kuiweka kwenye ilani na kuijenga. Nachoweza kusema ndugu zangu ni kwamba mwaka huu CCM inaandaa ilani ya mwaka 25 mpaka mwaka 30. Baada ya tathmini, baadhi ya maombi ya barabara hizo yataingizwa kwenye ilani ijayo ya Chama cha Mapinduzi. Swala la pili nililoliona ni swala la maji, upatikanaji wa maji ndani ya mkoa wa Tanga. Namshukuru Mungu kwamba ukichukulia wastani wa upatikanaji wa maji ndani ya mkoa wa Tanga, hatupungui kwenye 79-80. Lakini pia kuna miradi mingi ambayo inaendelea, na kuna miradi mikubwa miwili ambayo inaendelea, ambapo tutakapoimaliza Tanga mijini tutapata maji zaidi ya 95, na vijijini tunakwenda kwenye 90 na kuendelea. Maji oye! Tanga oye! Swala la ajira kwa vijana, kama ilivyokuwa maeneo mengine ya nchi na kote duniani, swala la ajira pia limejitokeza. Hata hivyo, jitihada mbalimbali zinaendelea. Wanaoijua Tanga wanafahamu kwamba hata wahamiaji wengi wa hapa Tanga walikuja kwa sababu ya bandari yake. Tayari tumeanza kuifufua bandari hiyo. Mzigo umeongezeka toka tani 400,000 hadi tani 1,200,000. Ongezeko hili limeongeza ajira za vijana kwa Wanatanga vile vile. Mipango yetu ya baadaye ni kuifanya bandari ya Tanga kuwa maalum kwa mbolea na mazao ya kilimo. Tunaamini haya yatachangia pakubwa katika upatikanaji wa ajira za vijana. Vile vile, miradi mbalimbali ya BBT ile ya vijana pamoja na mradi mkubwa wa umwagiliaji wa Mkomazi itachangia pakubwa katika kutengeneza ajira. Aidha, kupitia sera zetu za biashara na uwekezaji, tunaendelea kurahisisha ufanyaji wa biashara na kuvutia wawekezaji wakubwa hapa Tanga. Uwekezaji huo bila shaka utaongeza fursa za ajira kwa vijana. Ni jana tu nilikwenda kuzindua kiwanda cha chokaa na saruji cha Maweni Limestone, ambacho kimeongeza ukubwa wa kiwanda, na ni wazi kuwa upanuzi huo unakuja na fursa za vijana. Ajira zilizofanywa pale baada ya upanuzi ni 824, 424 za moja kwa moja na ajira 400 zisizokuwa za moja kwa moja. Sasa viwanda vya aina hii tutaleta Tanga ili kutoa ajira kwa vijana. Lakini jambo la 4 ni kuongeza uzalishaji wa korosho, kokoa na viungo. Nimefarijika sana
kuona Tanga sasa wamerudi kwenye uzalishaji wa korosho, kokoa, lakini wanaweka nguvu pia kwenye uzalishaji wa viungo. Mazao yote haya yana soko kubwa sana duniani. Niombe Tanga, wilaya zile ambazo zinazalisha haya mazao, waweke jitihada kubwa, waingize vijana kwenye mazao haya. Mazao haya yana bei kubwa duniani na ni mazao ya kuyachangamkia. Ndugu zangu, jambo jingine nililoliona ndani ya Tanga ni usikivu hafifu wa redio yetu ya TBC katika maeneo fulani. Nikiwa kwenye ziara hii, nimebaini baadhi ya maeneo yenye changamoto za mawasiliano ya simu, usikivu hafifu wa redio yetu ya taifa. Changamoto hizi nilizibaini katika wilaya za Kilindi, Lushoto na Mkinga. Nimefuatilia suala la usikivu wa redio. Nimefahamishwa kwamba mradi wa kuimarisha usikivu wa redio yetu ya taifa kwa wilaya hizo umefikia 60%. Vile vile serikali inaendelea na utekelezaji wa mradi wa shilingi bilioni 126 unaojenga minara 758 katika mikoa 26 nchi nzima. Hivyo niwahakikishie kuwa changamoto hizi tunazifanyia kazi na muda si mrefu zitakuwa si changamoto tena. Lakini swala jingine nililoliona ndani ya mkoa wa Tanga ni suala la migogoro ya ardhi. Uwepo wa mashamba makubwa ambayo hayazalishi na hayawasaidii wananchi kuzalisha chochote. Mashamba yapo lakini hayachangii chochote ndani ya mkoa. Ndugu zangu, hali hii ni lazima ifike mwisho. Tunataka wakulima wapate soko la mazao yao, lakini tuwawezeshe wazalishe kwa wingi. Kwa hiyo nimetoa agizo kwa ofisi ya msajili wa hazina kwa kushirikiana na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ipitie vipengele vyote vya mikataba ubinafsishwaji na kubainisha endapo mienendo ya wawekezaji hao haivunji masharti ya mikataba yao, na kama wamevunja watushauri hatua zitakazotakiwa kuchukuliwa kwa mujibu wa mikataba husika, ili mashamba hayo, viwanda vilivyopo vilivyobinafsishwa havifanyi kazi, tuweze kuchukua hatua nyingine ili ajira zitengenezwe. Baada ya kusema hayo niliyoyabaini, sasa niingie kwenye changamoto zilizoibuliwa hapa na mkuu wa mkoa, lakini pia na mbunge mwenyeji Mheshimiwa Odo Umi. Kwanza, barabara ya Tanga Pangani ambayo nimeshaitolea ufafanuzi na nadhani Mheshimiwa mbunge utaridhia ufafanuzi wangu. Lakini la pili, masoko yale aliyoyataja Odo Umi, Makorora, Mlango wa Chuma, Dipsi na Mgandini, tayari tumepata fedha kwa ajili ya ujenzi wa masoko hayo. La tatu ni jiji la Tanga kuwa na chuo kikuu. Hili nimelichukua na utakwenda kulifanyia kazi. Nadhani pamoja nami kuna waziri wa elimu. Nilikuwa na waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, basi tutalichukua kwenda kulifanyia kazi. Lakini kwa awamu ya kwanza kupitia mradi wa HIT Tanga tumeleta kampasi ya chuo kikuu Mzumbe ambayo itakuwa kule Mkinga ili ikasaidie kuchangamsha mji wa Mkinga. Lakini jengine ambalo Mheshimiwa mbunge amelisema ni lile la hospitali, jengo la wazazi. Basi tutaangalia jinsi inavyowezekana. Eneo hili likipatikana, fedha zitakuwepo. Ni muhimu kuwa na jengo la wazazi na watoto. Hili tutakwenda kufanyia kazi. Swala la umeme wa REA vijijini, naibu waziri wa nishati yuko hapa ananitikisia kichwa kwamba amelichukua na watakwenda kuyafanyia kazi. Mheshimiwa mkuu wa mkoa naye alikuwa na ombi lake uwanja wa Mkwakwani, kwamba mkoa kupatiwa uwanja mwingine. Lakini nimeangalia uwanja huu ulivyo,
Nikamuuliza mkuu wa mkoa, huu uwanja unachukua watu wangapi? Na akaniambia watu wengi tu wanachukuliwa humu. Nadhani kinachotakiwa ni kufanyia matengenezo uwanja wa Mkwakwani ili uwanja mzuri uwe unachukua watu kwa nafasi. Kwa hiyo hilo ndugu zangu, baada ya kukamilisha viwanja vyetu vinavyokwenda kukamilika ili tuweze kuvitumia kwenye AFCON, tutaangalia sasa ukarabati wa viwanja vilivyopo katika mikoa. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu wa Tanga, sasa niwaambie Tanga ninayoitamani kama mkuu wa nchi hii. Ndugu zangu, kwanza ninatamani kuirudisha Tanga ya viwanda kama ilivyokuwa huko nyuma. Hili ndiyo tamanio langu kubwa, na mnapozunguka Tanga mnaweza kuona hatua zimeanza kuchukuliwa. Kuna viwanda aidha vinafanywa utanuzi au vipya. Kuna maeneo mnaona tu majengo yanakuja. Ahadi yangu kwenu ni kulegeza masharti na kufanya masharti ya uwekezaji yawe mazuri zaidi ili wawekezaji waweze kuja kwa wingi zaidi. Hiyo ndiyo Tanga ninayoitamani kuirudisha ili vijana wetu wote wapate ajira na Tanga kusiwe na watu wanazubaa kwenye vijiwe kunywa kahawa na kupiga majungu. Hapana. Lakini la pili, naitamani Tanga ambayo itakuwa na utalii wa fukwe, historia na utamaduni. Tanga hii kwa maumbile yake ni kivutio tosha cha utalii. Fukwe zake, milima na miinuko yake, lakini pia utajiri wake wa kihistoria kwa kuzingatia hulka na asili ya ukarimu wa watu wa Tanga. Naamini Tanga inaweza kuwa kituo kikubwa cha utalii wa fukwe, utalii wa historia, kwa sababu kuna mapango ya Ngoni, magofu ya Pangani, lakini pia misikiti ya kale, watu mashuhuri kama Shaban Robert na utalii wa kiutamaduni vile vile. Kwa hiyo Tanga mkijipanga vizuri inaweza ikawa kituo kikubwa cha utalii. Ili ndoto hii itimie, ni lazima watu wa Tanga muwe tayari kuifanyia kazi. Ni lazima muendelee kuwa wamoja baina ya chama na serikali na wote mzungumze lugha moja. Kwa upande wa wananchi, changamkieni fursa zitokanazo na ndoto hii. Kwa mfano, bandari zipo fursa mbalimbali ikiwemo wakala wa forodha. Jifunzeni taratibu na vigezo vya kuwa wakala wa forodha bandarini ili mnufaike na fursa hii. Haipendezi tunatanua fursa za kiuchumi, watu watoke mikoa mingine waje wafaidike na fursa hizo. Tanga jipangeni vizuri. Kwa upande wa utalii, jifunzeni taaluma zinazohusiana na uongezaji au uongozaji wa utalii. Lakini pia fungueni makampuni ya utalii, jenga VETA hizi zikasaidie kufundisha vijana amali zilizoko katika wilaya zao. Lakini pia tumejenga chuo cha amali cha mkoa Tanga, nacho kiende kikafundishe watu au vijana katika zile sekta ambazo ni fursa kwa hapa Tanga. Lakini pamoja na hayo, na wazazi wenzangu pamoja na serikali, simamieni vijana wetu waweze kujiepusha na mtego mbaya wa matumizi ya dawa za kulevya. Tukiwa na vijana wa aina hii, fursa tunazozileta hapa hazitasaidia mkoa wa Tanga bali zitasaidia mikoa mingine. Ndugu zangu wana Tanga, nihitimishe
kwa kuwashukuru tena kwa upendo wenu, kwa mapokezi yenu na kwa bashasha kila nilipopita. Nahitimisha ziara yangu nikiwa na deni kubwa la kuwalipa kwa upendo, ukarimu na imani kubwa mlionionyesha kwangu na kwa serikali yenu. Naondoka Tanga nikiwa na ari kubwa ya kuendelea kuwatumikia Watanzania kwa bidii na maarifa zaidi. Ndugu zangu, nimewaeleza kwa kifupi maono yangu ya Tanga ijayo. Tanga ninayoiwaza ni Tanga ya viwanda, Tanga iliyofunguka kiutalii, Tanga yenye uzalishaji zaidi mashambani na viwandani, na Tanga iliyofunguka kwa kuunganishwa na njia za usafiri ili kurahisisha usafiri na usafirishaji wa bidhaa na watu. Sasa utekelezaji wa maono hayo unahitaji serikali inayojali maendeleo ya wanajamii wa Tanzania, serikali iliyojipanga kisawasawa, serikali yenye maono ya mbele kwa nchi yetu. Ili serikali hiyo iendelee kuwepo, inabidi sasa daftari la wapiga kura liko Tanga. Tujitokeze kwa wingi tukaandikishe kwenye daftari la kupigia kura ili ifikapo mwezi wa 10 kwenye kile kijambo chetu tukachukue, tuangalie, tuweke. CCM oyee! Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, nawashukuru sana. Wakati tukisubiri mwandamo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, tukisubiri pia mfungo wa Kwaresma, niwatakie mfungo mwema. Na mwaka huu wote tunaingia karibu muda sawa, mfungo wa Ramadhani na mfungo wa Kwaresma. Tutaanza Ramadhani, Kwaresma inafuatia. Niwatakie wote mfungo mwema na Mwenyezi Mungu atukubalie funga zetu. Allahumma amin. Baada ya kusema hayo, asanteni sana kwa kunisikiliza. Na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Uwanjani sijasikia. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana ndugu zangu, asante sana. Dula Makabila, tunakuomba sasa kwenye stage uweze kumsindikiza Mheshimiwa Rais.